Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Epinesi, nimetoka Simanjiro. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiukweli sijaokoka. Aha. Nimekuja kuokoka hapa. Barikiwa na Bwana Yesu. Kwa ujasiri mkubwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini nasema sijaokoka? Nilikuwa mzinzi sana. Baada hapo nikaja nikaumwa. Baada ya kuumwa naenda hospitali natibiwa hamna. Nikarudi nyumbani. Kuna rafiki yangu mmoja akaniambia, sasa wewe unaenda hospitali unatibia upone, tukupeleke kwa mganga. Nikamwambia hebu twende, japo imani haijai kule, lakini naumwa nataka nipone, nitafanyaje? Twende. Tukaenda. Tapishwa hamna. Ogia madawa hamna. Chanjo hamna. Bado naumwa. Nikasema sasa hapa nafanyaje? Nikarudi hospitali. Kwanza hiyo siku nimetoka kwa mganga nikaogia madawa. Usiku nikaumwa. Nikapelekwa hospitali Mrana nikalazwa. Nikalazwa wiki nzima, kapimwa vidonda vya tumbo, upungufu wa damu. Nikarudi nyumbani. Naendelea kuumwa. Sijarudi tena kwa mganga. Naenda kumwomba Mungu. Nikaendelea kuzidiwa, nikarudi hospitali, nikapima ultrasound ya tumbo. Pima ultrasound ya tumbo nikaambiwa nina uvimbe tumboni kwenye yai la kulia na nimeambiwa imetengeneza maji kwa ndani. Kwa hiyo hauwezi ukafanyaje? Haina dawa, nataka ufanye operation itolewe. Kwa hiyo nenda nyumbani kama mwezi, ukishajiandaa urudi tuje tukufanyie operation. Nikasema sawa, nikaenda nyumbani. Nikasema operation 300,000. Nikasema hiyo operation sawa, sikatai, 300,000 naweza nikapata. Taomba hata ndugu atanisaidia nitapata. Je, nitapona au nikienda kufanya operation ndo nitakufa hapo? Nikasema sipati kibali ya kwenda tena kufanya operation, nikabaki nyumbani. Kaendelea kukaa, nikazidiwa tena. Nikarudi hospitali natumia sama vidonda naye inanisumba. Natumia madawa ya hospitali napoza vidonda wapi? Hamna. Nikaenda tena kwa mganga. Kunywa tapishwa hamna. Kunywa madawa ya Kiarabu sijui hamna. Bado naumwa, hali ni mbaya. Nikanyamaza, nikasema sasa hapa. Kwanza nikaenda kwa mganga, nikarudi kwa huyo. Nikamwambia sasa mbona sioni mabadiliko? Akaniambia, "Hebu ngoja tuangalie kama hiyo dawa haijakusaidia." Nikamwambia sawa. Alipoangalia akaniambia, "Wewe uponi, unakufa." Unakufa yani huu mwezi ni mwezi wa kwanza. Nikamaliza. Akaniambia ni mwezi wa kwanza. Watatu unazikwa wewe. Hamna kupona. Unazikwa mwaka jana. Nikasema sawa. Siamini tena. Yule rafiki yangu akaniambia ni waongo. Hebu twende kwa mwingine. Tukaenda kwa mwingine tena. Tulipofika akaniambia kwa mganga, naona kweli unakufa uponi. Mganga wa pili. Nikasema sasa hapa nafanyaje? Akaniambia unajua? Sasa nikamwambia haya, je, nitaenda hospitali nitatibiwa nitapona? Akaniambia hata uponi wewe au uponi? Nikamwambia sawa, nikaondoka. Nilipoondoka nikachukua hatua, nikamwambia Mungu, si unaona waganga wameniambiaje siponi? Nitakufa mwezi wa 3 na hii ni mwezi wa kwanza. Wewe simama juu ya maisha yangu. Amen. Nikaendelea kumwomba Mungu na mchungaji na wachungaji, tunaomba. Kwa kweli Mungu akanisaidia, nikapata afadhali. Ile hali mbaya na hofu na nini kaniishia. Nikawa nimepata afadhali. Sikwenda tena kupima ile uvimbe ipo au nini, vidonda ipo. Maana ilikuwa kweli roho inaenda mbio, tumbo inawaka moto, kichefuchefu na harisha mara natapika na ni hivyo. Lakini kamaomba Mungu ile hali kai imeniachia. Hiyo hali ilivyoniachia, nikapata afadhali kidogo. Nikaendelea tena na uzinzi. Baada hapo nikapata ujauzito. Mungu akanisaidia kweli, nikajifungua salama. Nilipojifungua salama, hali kanirudia tena pale. Ile hali ya mwanzo ikaanza upya.
kutapika, kuharisha, tumbo inawaka moto, roho inaenda mbio, mgongo unauma, kiuno inauma. Yaani nimeshakuwa mtu ambaye hana matumaini tena. Siku moja nikakaa nikasema sasa mbona hii hali ni ile ile? Nikasikia hali ni ile ile, umesahau ulipotoka. Nikasema Mungu, nimekubali sasa. Nimekubali kuokoka sasa. Sintaangalia tena nyuma. Nikasema sasa hapa nikawa najiuliza naokoka wapi? Naenda wapi nitapata msaada? Nikimwambia mume wangu nipo Simanjiro, naomba niende kwenye maombi kule Babati kwa mchungaji Sule. Atakubali, atasema maombi? Mungu si yuko hata hapa si uombe? Nikasema nikamuomba, nikamwambia naomba niende nini? Kwenye vipimo nikapime embu ile uvimbe ipo au hamna. Nilipomwambia hivyo akakubali kweli, akanipa hela nikaja. Nikasema sasa hii ndio fursa ya kuokoka. Nikasema hii ndio fursa ya kwenda kwa mchungaji Sule, ya kwenda kuokoka kwenye madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa hivi nimekubali kuokoka, sintaangalia nyuma tena. Ushirikina nimeacha, uzinzi nimeacha, mambo yote nimeacha. Nimekubali kubeba msalaba kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi, Mungu awabariki, tutazidi kuwa pamoja. Ndio. Kwa kweli nilikuja siku ya Jumanne. Mungu alipomwema nikakuta kuna semina kanisani, sikujua kweli. Japo nilikuja Jumatatu nikalala Galapo kwa mamangu mmoja pale. Jumanne akaniambia kuna mkutano Injili Galapo, kwa hiyo haina haja kwenda Babati. Nikamwambia mama, ni kweli kuna mkutano wa Injili lakini madhabahu yana nguvu. Akaniambia sawa. Akanisindikiza Jumanne tukaja huku Babati. Kwa kweli nilikuwa siwezi hata kumbeba mtoto huyo. Siwezi, naumwa mgongo. Kiuno kinaniuma, mbavu pande huu. Kwa kweli hali ilikuwa ni mbaya. Jumanne hiyo nikaja. Tukafanya semina, tukamaliza, tukaombewa, ikawa afadhali. Nikamkuta baba pasta ugeni pale kwenye gari. Nikatubu hivyo. Nikapata afadhali, nikaona kweli ile hali nzito ikawa imeniacha, nikapata afadhali. Jana nikaja tena nikamkuta ofisini pale, akaniombea. Kiukweli nilitapika sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikajisikia mwili umekuwa mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa kweli kwa matendo Mungu aliyotenda juu ya maisha yangu na atazidi kutenda zaidi.